Ninaitwa Mchungaji Agnes Barambilwa. Ninamtumikia Mungu katika kanisa la TAG Cornerstone pale Kibaha. Na kwa neema ya Mungu leo niko katika kanisa hili hapa Kahama mjini. Leo nimehubiri ujumbe wenye kichwa kinachosema juu ya kuwapenda maadui. Tumeona maadui ni akina nani, lakini pia nikasema kuwapenda waliotulaani. Na tumesoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 6 kuanzia mstari wa 27 mpaka 38. Na katika maandiko haya tumeona Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Kiukweli maneno haya ni maneno magumu, lakini kwa sababu ni fundisho la Yesu hatuna namna. Tumeona maana ya maadui, lakini pia tumeona maana ya wanaotulaani. Na nilisema kwamba kuna vijana kanisani wamelaaniwa, yani kuna watu wamewasemea maneno mabaya. Kulaani ni kumsemea mtu au kumwombea mtu maneno mabaya, kumtamkia mtu maneno mabaya. Kwa kuna baadhi ya vijana wametamkiwa maneno mabaya. Kuna vijana wa kiume wameambiwa wewe hautaoa, yani wakuoa utakuwa ni wewe. Kwa maisha hayo utamuoa nani? Hakuna binti atakukubali. Hayo ni matamko ya laana. Na wako mabinti pia wametamkiwa matamko ya namna hiyo. Wameambiwa hivi wakuolewa utakuwa ni wewe, kwa sura ipi ulionayo, kwa shepu ipi ulionayo, wewe utakaa hapo hapo wala hautaolewa kwa sababu ya muonekano wako. Kwa hiyo wako mabinti ambao wametamkiwa maneno ya namna hiyo. Lakini mimi nimesema hivi, hakuna laana itakayompata mwenye haki. Hakuna laana itakayompata mtu wa Mungu. Yesu alimaliza yote pale msalabani. Kwa sisi kama watu wa Mungu hatutakiwi kuishi kwa matamko ya watu. Biblia imesema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukiona utaolewa, utaolewa kweli. Kijana wa kiume, ukiona utaoa, ndani yako utaoa kweli. Huyo aliyekukataa leo hakuwa wa kwako. Wa kwako atakuja na hata kukataa, atakukubali. Kwa hiyo usiogope. Laana huwa haimpati mwenye haki. Kwa hiyo nataka niwatie moyo vijana. Wale waliokutamkia maneno mabaya, yale maneno mabaya hayatakuwa na nguvu kwako. Jaa Roho Mtakatifu, kaa katika kweli ya neno la Mungu, ishi kweli ya neno la Mungu. Mungu atabadilisha maisha yako. Mungu atasimama na kile ambacho amekisema katika neno lake. Mungu anasema anazikuza ahadi zake kuliko jina lake. Kwa hiyo kile alichokisema Mungu atakifanya. Kijana usiogope, kijana wa kiume usiogope, utapata mke sahihi. Yale matamko mabaya hayatakuwa na nguvu kwako. Binti yangu usiogope. Hata mimi niliolewa. Kibinadamu sikuwa na sifa eti. Mimi ni dada yake Zakayo, ni mfupi wa kimo. Kwa hiyo nisingeweza kwa kirahisi kupata mume. Kwa hali yangu hivi isingekuwa rahisi. Lakini sikuogopa chochote, sikuogopa matamko ya watu, sikuogopa maneno ya watu, sikuogopa laana za watu. Nilishika kile Mungu amesema. Leo hii mimi ni mke wa mtu. Kwa nakutia moyo binti yangu, usiogope. Usiishi kwenye matamko ya watu. Ishi kwenye kile Mungu anasema kwa ajili ya maisha yako. Mungu akubariki sana na kutakia baraka za Bwana. Uwe na wakati mzuri, tegemee Mungu, mtumaini Mungu, muishie Mungu. Mungu atakwenda kushangaza. Amen.